ambacho utakachokipanda mwanzoni mwa mwezi ndicho utakachokivuna mwishoni mwa mwezi, katikati ya mwezi. Katikati ya mwaka ndicho utakachokivuna mwishoni mwa mwaka na katikati ya nini? Ya mwaka. Sasa ni muhimu ujiepushe, bali waoga na wasioamini na wachukizao. Mwaka huu sio mwaka wa uoga. Amina. Tukiwaangalia wakoma wangapi? 4. Anasemaje Wafalme wa pili pale? Soma pale. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Ndio. Haya, twendeni tukaliendee. Wakachukua hatua pamoja na njaa. Haya, twendeni tukaliendee jeshi la Washami. Jeshi kubwa la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi. Unaona hiyo imani? Wakituua tutakufa tu. Wakituua tutakufa. Wenye ukomo walikuwa na tengo. Walikuwa kama ni nuksi. Walitengwa wakoma 4 nje ya lango la Samaria. Lakini wakawa na njaa. Jeshi la Washami likawa na chakula. Wakachukua imani. Twendeni tukaingie mjini tukachukue chakula. Wakituua na watuue. Wakituhifadhi hai tutaishi. Ndio hii sasa. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Mwaka 2026 sio mwaka wa uoga. Amina. Ni mwaka wa kujiamini na kuthubutu kupambana ili ufanikiwe. Sio mwaka wa kujinyosha kwenye kitanda. Sio mwaka wa kuhesabu kenchi. Sio mwaka wa kuhesabu mabati. Ni mwaka wa kuamua wewe ufanikiwe. Ni mwaka wa kubeba imani ya wakoma. Hao ni wakoma 4. Twende. Na walipoamua kwenda, kuna jambo Mungu alifanya kwenye miguu yao. Soma. Anaendelea, soma. Walipothubutu, Mungu akaona imani yao, akawapa upako. Twende. Basi wakaondoka kabla kuja kucha. Ili waende mpaka kile kituo cha jeshi kubwa. Na walipofika mwanzoni wa kimo cha Washami. Walipokaribia pale kwenye kimo cha Washami. Kumbe hapana mtu. Wameshakimbia Washami. Wameacha chakula, wameacha dhahabu, wameacha kila kitu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikidhisha. Yaani maana yake Mungu aliwasikidhisha vishindo. Endelea. Kwa maana Bwana amewasikidhisha Washami kishindo cha miendo ya magari. Miendo ya magari. Yaani watu 4 wakaonekana kama ni magari yanakuja. Kishindo cha farasi. Na kishindo cha farasi. Kama kishindo cha jeshi kubwa. Kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambizana. Tazama mfalme wa Israeli Washami wakashtuka, wakaambiana Tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje watupige nasi. No? Tulia. Waje watupige. Jeshi la Washami walikimbia wakizani kwamba hayo nayo kuja ni mengi kuliko sisi. Tukimbieni jamani, wakaogopa. Kumbe walipoamua hawa wakoma kuondoka, Mungu akaweka vishindo vikubwa kwenye miguu yao. Watu wakaanza kukimbia. Amina baba. Mwambie jirani yako, hakuna chochote kinatokea kwenye uso wa dunia hii mpaka wewe mwenyewe. Mafanikio yoyote yanahitaji kujitoa ufahamu. Hata kuzaa ni kujitoa ufahamu. Hata kuolewa ni kujitoa ufahamu.
ni unaweza ukajikuta unauawa na njaa kwa sababu unaogopa eti kwenda kuomba chakula. Watanionaje? Wataniona mimi labda nijipelekeza sana kwa watu wengi. Mmeogopa dhubutu, ndio maana leo hamjafanikiwa. Watu wengi mmeogopa kuchukua hatua, ndio maana leo hamjafanikiwa. Mpo hapa mmekaa wengi wenu mnasubiri pesa. Pesa haiwezi kuja kama wewe hujaamua kwanza. Pesa italetwa na Mungu ukishachukua hatua. Pesa itakufuata mbele ya safari. Nimeeleweka? Amen. Sema amina. Amen. Wakati tunaanza huduma pale Sembleni kule kwenye ile nyumba kule mbalimbali, tulianza na makofi. Akajitokeza mwanangu mmoja, baba nanua speaker ile pale. Akanunua hiyo. Tukaendelea. Tunaendelea. Watu wakajia, tukatoka Sembleni imani. Tukatoka nje, watu wakaanza kuongea kelele. Matupigia kelele, lakini sisi tunaendelea na nini? Na maombi, maana hii kazi ni ya Bwana wa majeshi, sio ya tuliendelea kwa nguvu. Hao tumeendelea mara eneo, pesa eneo kupatikana. Tukanunua kiwanja. Tumekaa hapa, tunaendelea na speaker hiyo. Hapa tumekuja kusali maji ya jao hiyo siku. Ingia YouTube utaona. Tunaanza kabisa ibada ya kwanza. Hiyo siku alitoa shuhuda yule na mke wake. Na mtoto wao nakumbuka, sio sawa hii. Sema amina. Amina. Ibada inaendelea. Kunyeshewa na mvua. Hivyo ghafla Mungu akainua mtu akatuletea bati. Tunaendelea hapo kishindo cha wakoma. Tuliotengwa, haleluya. Amina. Tuliokataliwa kwenye lango la Samaria. Haleluya. Amina. Tunapambana. Vuguvugu likaongezeka, wengine wakarudi nyuma. Washirika wapo wakarudi nyuma, sisi tukaendelea. Tumeendelea hao leo hii. Hakuna kufanikiwa kama hujajitoa ufahamu. Amina. Wewe hapo umekaa tunasubiria baraka. Hapo nimeongea tu kidogo. Usizani mimi nimeibukia hapa kwenye utumishi. Imetoka mbali. Sema amina. Miaka zaidi ya 20 na hangaika na huko. Na hangaika huko na kule. Usione hapa na ng'aa. Kwa sababu huyu kaanza tu juzi. Wewe tunapambana. Na tuna mashuhuda mengi. Amina. Ya watu kufunguliwa sana. Leo hii tunawashirika mpaka nje ya nchi na mfumo mafunzo ya kila sehemu. Uende Australia, uende New York City, uende sijui Zambia, sijui Zimbabwe, sijui nini, kote huko ni kondoo wa Shekaina. Amina. Kwa sababu Mungu aliamua nifikishe kwanza huko, aniandalie watu. Amina. Ili nije sasa huko. Na hapo nilienda mimi kama mimi. Sikuwa na mtu. Kwa hiyo ili kusudi ufanikiwe, cha kwanza acha uoga mwaka huu. Hiyo namba moja hiyo. Acha nini? Uoga. Nini? Uoga. Nini? Uoga. Cha pili, jiamini. Umeelewa? Namba pili, jiamini. Yaani jiamini katika kile unachokifanya. Jiamini katika kipaji ulicho nacho. Jiamini katika huduma yako. Jiamini kwenye biashara yako kwamba una biashara kuliko watu wengine. Amina. Sio, umenielewa? Amina. Naeleweka? Amina. Jikubali, usikae kusubiria watu waje kukubali, utachelewa. Yetu nasubiria watu waje kukupongeza, utachelewa. Ndio maana mimi ukienda kwa mtumishi mwingine utakutana yeye yuko hivyo. Kila mmoja ana kitu chake. Mimi huwezi kulinganisha na huyo, mimi siwezi kulingana na huyo. Hatulingani. Mwaka huu tumia kile alichokupa Mungu, tumia original yako, acha kukopa. Amen.
hauishi katika reality. Unaishi kwa kukopa. Unaishi maisha ya kuigiza. Fulani akipendeza naona pambano upendeze. Fulani akipika hivi naona pambano upike hivi. Fulani akiwa hivi naona pambano. Ndio maana maisha ya watu wengi ni ya wivu. Watu wangepambana kama wao, wivu singekuwepo. Sema amina. Amina. Mtu angejiamini na kitu chake. Huu mwaka ni mtamu sana. Mwaka ukishindwa. Amina. Ni mwaka wa kutokewa na Mungu, ni mwaka wa kuonekana na wewe. Ni mwaka wa kuziona baraka. Nimesema namba 2 fanya nini? Jiamini. Lakini namba 3 acha uchonganishi. Acha uchonganishi kuwachonganisha watu. Huyu si nini? Huyu yuko hivi. Huu mwaka sio mwaka wa kupiga story, ni mwaka wa kufanya kazi. Amen. Amen. Shika kazi, pambana umiliki nini? Pesa. Huu mwaka ni wa kumiliki fedha, maana fedha iko nyingi. Huu mwaka wa neema. Amina baba. Lakini matukio yatakuwepo mengi sana. Ona tunakufa sana mwaka huu. Si nje ya nchi, Tanzania, sio nini, watawala na watu wengine. Sasa na mwaka huu. Wetulia tu. Sasa huu mwaka una hela isivyo kawaida. Amina. Huu mwaka usiponunua kiwanja wewe. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Lakini mwaka huu acha kupanga mbinu za kuua watu. Unielewa? Acha kupanga mbinu za kuua, acha kupanga mbinu kuua ni kuwakatisha wengine tamaa. Waache kuendelea, huko ni kuua. Wewe hawezi, anajiona. Mwaka huu tembea na slogan ya kuwapongeza watu. Pongeza kipawa alichonacho. Unapoinua kipawa cha mtu, na wewe Mungu anainua cha kwako. Amina. Yale ambayo unataka kutendewe, watendee na wengine basi. Wewe unapenda upendwe, wapende na wengine. Wewe ni msaliti. Na wewe utasalitiwa. Unataka wengine waende mbele na wewe, yani unataka uende mbele na wewe wafanye wengine waende wapi? This is the year of God. This is the year of miracle. Amen. Your heart. Amen. Open your head. Hallelujah. Amen. Fungua moyo wako. Fungua kichwa chako. Mambo yako yatafunguka sana mwaka huu. Ukitia na familia. Acha kuua watu. Acha kuwakatisha tamaa wengine. Acha kuwafanya wengine hawawezi. Wainue wengine, waambie unaweza, endelea mbele.